Haya. Baidu mwenseo. Waikaita mbeu ya kiyuti kitu kanini. Ando yaka ukenda nye nacho. We mundu tekuo. We ni museo. Nabida onde. Mwenseo ingi. Bibi yangu. Nichukue nafasi niwakumbushe wenzangu wa Kenya hapa na sana familia ya mwenda zake Profesa Munavu, watoto wake pale, waziri wetu na viongozi wote waliofika, bila kusahau maombi yaliyoongozwa na kasisi wetu siku ya leo. Wacha niseme hivi na utafakari nitakayosema. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Nataka ukumbuke hivi, hapo unapoketi, shukuru Mungu sana na utafakari kwamba siku ya leo haitarudi tena katika maisha yetu. Tutakuwa na siku nyingine na ingine, lakini hii ya leo kamwe haitapatikana. Siku ya leo tukiwa hapa, tumekuja sababu ya Profesa Munavu. Mungu kwa mapenzi yake tutakuja hapa labda kwa shughuli zingine, lakini haitakuwa ya profesa. Kwa hivyo huu wakati utumie kushukuru Mungu, kuomba sana na ufurahi. Onaega dunaya tani ya ngai mtanondo kaona hivi. Nataka niseme hivi, mengi yamesema ya profesa, lakini kuna mambo mawili huyu kaka yangu alifanya kama msomi wa juu katika taifa letu. Wakati Mheshimiwa Ruto akiwa naibu wa rais, alinikaribisha kwake na tukaongea namna ya kufanya kampeni kuunda serikali ambayo ilikuwa iingie baada ya Uhuru Kenyatta. Aliniuliza nitafute timu ya kufanya kazi. Katika akili yangu nilikuwa na watu wawili ambao nilijua ndio chanzo ya kufaulu kwetu kwa mambo tuliyokuwa tukifanya. Mtu wa kwanza alikuwa Profesa Munavu. Mtu wa pili alikuwa Profesa Larry Ngumbe. Nikiwa na historia ya hao wasomi wawili, nilijua tutaanza pale fulani. Larry alikuja, tukatia msingi na tukatafuta wengine kupitia akili zao, lakini kwa sababu ya siasa zetu za ukabila katika Kenya, Larry alifurugwa kupitia ukabila mpaka akatoroka akaenda kuingia kule. Alionekana kama hakuna mtu anasaliti, na ndio nataka kuwaambia tuwe wa Kenya. Larry ni Mkenya, lakini alisukumwa kupitia misingi ya kikabila mpaka akaenda upande mwingine. Kaka yangu bado tunaongea leo, tunazungumza sana na tunapendana sana. Katini kiunda timu zile za kufanya kazi, nilikuwa na komiti mbili, moja ya kisiasa na nyingine ya wasomi wenye akili wa kutafakari na kupanga vile siasa itakuwa. Kwa pamoja wanaume wasomi 11 walichagua Profesa Munavu kama mwenyekiti wa kamati. Ile ilikuwa tunaita TAT, Technical Advisory Team. Kapanga siasa, haya na slogan yote mnatafuta. Ukisikia bottom up, ukisikia hasla, ukisikia nini, Profesa Munavu na wenzake. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa
kamati zote sasa, akanisaidia sana na tukafaulu. Najua watu hapo waliuliza maswali, hata wengine wananiuliza leo, je, mlifanya kazi na Ruto? Mbona kukufanya rais, waziri? Mbona mnakuwa? Waacheni waambie. Kenya yetu ina kaunti 47. Rais Ruto alikuwa na viti 22 na CS. Sisi tulikuwa tumesema kwa sababu mtu amekuja na tufanye mkataba naye ndiye atakuwa waziri kutoka Machakos. Rais alipata shida kutafutia huyu mwanaume kazi huyu. Shida kubwa sana. Maana hawezi kumfanya PS, hawezi kumfanya ambassador. Ilikuwa shida kubwa sana. Na vile hiyo shida ilimkumba wakati alifikiria mambo ya Muungano. Kwa hivyo tuacheni hivyo tu. Tumefanya kazi ya Kenya. We deliver the government. The government is there to serve Kenyans. We are totally and equally satisfied with what is happening. It's not about ourselves. It was about the country. Huyu hakuna siku alifanya kazi yake mwenyewe. Na ninavyomjua profesa, na vile tulianza hata kazi tukifanya kwa Moi, tukifanyia Kibaki, profesa hajatoa, na mimi ninawaambieni, niangalieni, shida yake mwenyewe. Aidha apandishwe ngazi katika kazi, hajaongea. Apewe shamba pahali fulani, hajaongea. Apewe nini, hajaongea. Profesa ilikuwa Mukamba na Nduma Kenya. Elabe mundu nende tembaino nenye mweno wa mboni siku ya kivitu ni miendende usioke tina ni musomi umwana wa iduita wa profesa. Ediwa ngainu nenga ya ndu moseo anengesia na insi ya profesa aijive wala wakuliwe mundu wa ndino itu ya Kenya. Jambo la pili, wakati tuliunda kamati ile tunaita revenue allocation ya taifa letu la Kenya mwaka wa 2010 nikiwa mbunge wa Kangundo, Musila akiwa pale, tulitaka commissioners na wale walioitisha hiyo kazi kwa kuapply, kuomba kwa maombi ya kuandika, mmoja wao alikuwa profesa. Profesa sio mwanahesabu. Usomi wake ni tofauti sana na mambo ya hesabu, lakini aliapply ile kazi. Lakini kama sengenyo wa wajumbe pale, maana tulikuwa tunahusika sana, lakini unajua mimi nilikuwa kiranja wa serikali ya Kibaki. Nilikuwa equal to the cabinet secretary in Kibaki's government. Wakati walienda kufanya mtihani, Professor was the leading candidate to qualify with 92.5% of the marks he scored, being not a CPA person. Hii inakuonyesha huyu mtu akili yake ilikuwa imetamba kabisa na ilikuwa imeenda mbali kabisa. Kwa hivyo tukiwa hapa kumzika leo na kumsifikisha, unasema hii jeneza inaenda na inabeba akili ambayo kama Mungu amempa muda kidogo aishi, angefaidi nchi hii sana. Na ndio tunasema tumsifu Mungu kwa sababu amemnyamazisha profesa, achaache sisi tukiongea, anakuambia kabu ione andu.